إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داع إلى رضوانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله من البدع والضلالات وإياكم أيها المسلمون أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون أما خطبتنا الجمعة اليوم سنكون في أهم العناوين رمضاننا ورمضان السلف الصالح. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba yetu ya Ijumaa ya leo tutajaribu kukumbushana juu ya unwani muhimu, nayo ni Ramadhanuna wa Ramadhanu salafu salih. Ramadhani zetu tukilinganisha na Ramadhan za wema waliyetangulia. La yakhfa ladaina annana fi dakhili Ramadhan, haifichikani kwetu kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na wengi wetu tuko tunaye saumu, tumefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nadana bismil iman, Allah ametuita kwa jina la iman. Summa afrada lalaina as-sawm, kisha katufaradhishia funga baada ya iman. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa kufunga. La yakunu sawmu illa bimu'minin, haiwezi ikawafunga isipokuwa kwa yule aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yu'min billah, ambaye hajamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, la yumkinu an yakuna swaima, haiwezekani akawa amefunga. Yafsumu li ajli madha, anafunga kwa ajili gani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatuita kwa sifa tuloibeba, akatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, kutiba alaykumus siyam,
mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walofaradhishwa walopita kabla yenu. Mal hadaf, lengo ni nini? La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Lengo ni ucha Mungu. Ayyaman ma'dudat, nayo ni siku zenye kuhisabika. Waliyefunga siku 3 wanahesabu bado siku 28, siku 26 au 27. Waliyefunga siku 2 wanahesabu bado siku 27 au bado siku 28. Hii maana yake ni nini? Ni siku za kuhisabika. Kama siku hizi zinahisabika, zina idadi, zinahitajia kukithirisha ucha Mungu kuliko, kwa sababu tangia uanze kufunga jana mpaka leo tayari zimeshaanza kukuponyoka. Kama ni juhudi ya ibada, kila inapopita siku moja uongeze juhudi zaidi na zaidi, kwa sababu ndo zinakuacha zinaondoka hivyo, kamwe hazirudi nyuma. Kama umeichezea jana, ujue imeenda, haitarudi. Na leo uko nayo, ukiichezea vibaya inakupita, haitarudi. Zitamalizika siku 29 au siku 30 ukiwa haujafanya lolote. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akatuambia, raghima anfu rajulun man adrakahu Ramadhan fansalakha falam yughfar lahu. Amepata hasara yule mtu ambaye, amepata hasara yule mtu ambayo inaingia Ramadhan mpaka inamalizika, inaondoka, yeye akabaki na madhambi yake hajasameheka. Ramadhani imeingia, hii ni ofa maalumu kwa waumini, waweze kusamehewa madhambi yao, waweze kufutiwa yale yote waloyakosea, alafu ikamalizika, wewe ukaachwa na madhambi yako. Wewe ni katika wale walopata hasara kubwa mno katika mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, ndo akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man swama Ramadhan, wa fi riwaya man qama Ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yoyote atakayeifunga Ramadhan au kasimama mwezi wa Ramadhan kwa kumwamini Allah na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasameheka madhambi yake yote yalokwisha tangulia. Alafu imalizike Ramadhani, wewe haujasameheka madhambi yako, wewe ni katika wale waliyepata hasara kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, akada salafu salih, wametilia mkazo wema waliotangulia, anna Ramadhan shahrul afwi wal maghfira. Ramadhani ni mwezi wa msamaha. Ramadhani ni mwezi wa kusameheana baina yetu. Msamehe mwenzako. Kama tunataka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, mbona wewe haujamsamehe fulani? Wewe wahitajia kusamehewa na Allah, mbona fulani mlipokosana mpaka leo bado mwekeana vifundo, hamjasameheana? Wahitajia zaidi msamaha wa Allah, ili hali wewe si mtu wa msamaha. Wema walotangulia wakasema Ramadhani ni mwezi wa msamaha na ni mwezi wa kufutiwa madhambi. Haithu tataalafa alqulub, pale ambako nyoyo zinafungamana, zinakuwa ni kitu kimoja. Watusaffi nufusi dhaghain, na nafsi zilizokuwa na vifundo zinatakasika, zinakuwa ni safi. Kila mmoja anaondosha kifundo kwa mwenzake. Wal ahqadi, na chuki ambayo sasa mustashhadina bifadli al-afwi wa muqabalati al-isaati bil hasana, wakiwa ni wenye kushuhudia msamaha wa Allah na wao wanasamehe ili waweze kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuyaelekea yale waliyoyakosea kabla ya Ramadhani, watende mema baada ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani. Watende mema ndani ya Ramadhani, iwe kajuz'in min kamalil iman,
iwe ni kama sehemu ya kukamilisha imani, sehemu ya kukamilisha imani zao. Qala Aflatun, mmoja katika wanawachuoni wa falsafa, alikuwa ni mwanafalsafa mkubwa, alikuwa anaitwa Aflatun, akasema almutasamihuna as'adu nnasi quluban, wenye kusameheana ni watu wenye nyoyo safi, ni watu wenye nyoyo safi. As'adu nnasi quluban, ni watu wenye nyoyo safi. Liannahum arafu haqiqata dunya, kwa sababu wametambua uhakika wa dunia. Wazawaluha, na kwamba dunia ni yenye kuondoka. Hata nikimchukia mwenzangu miaka 20, miaka 30, potelea mbali nizawadiwa niishi miaka 100, alafu nimchukie fulani, lazima nitaondoka tu. Baada ya 100 nitaondoka. Ndio maana tukirejea katika tafsiri ya Qurtubi, Musa alayhi salatu wassalam alipojiliwa na malakul maut, aliona mimi bado sina muda wa kufa, muda wa kufa bado haujanifikia. Akaambiwa khudh ala tha'rik au ala thawrik, shika juu ya kichwa chako. Fakullu sha'rin, kila unywele utakayeugusa, tamusuhu, utakayeugusa sanatan taishu, kila unywele ni mwaka mmoja utaishi. Kama umegusa nywele 1000 utaishi miaka 1000. Kama umegusa nywele 10,000 utaishi miaka 10,000. Musa alayhi salatu wasalam akamwambia thumma madha, kisha baada ya kumalizika hizo nywele au hiyo miaka nitakayoishi, kitakachotokea baada ya hapo ni nini? Akaambiwa thumma almaut la muhal, kisha utakufa, hakuna namna. Faqala idhanil ana, kama suala ni kifo, basi nife muda huu. Fa ukhidha ruhu, roho yake ikachukuliwa, akawa ni mwenye kufa. Ndugu zangu katika imani, wewe ishi miaka utakayoishi, kuwa na chuki na wenzako, wachukie wenzako, wafanyie kila aina ya usda, wafanyie kila aina ya chuki. Siku miongoni mwa masiku utaondoka, utaoshwa, utavikwa sanda na utazikwa, na watu watakusahau baada al-ayami al-qalil, baada ya masiku machache. Kama hali ndiyo hii, limadha ta'si rabbak, kwa nini wamuasi Mola wako? Illam ta'khudhu niyya, kama haujachukua nia maalum, anna fi hadha shahr, shahru ramadhanu almubaraka, katika huu mwezi wa Ramadhani yenye baraka, na Allah amenisogeza ila hidhratihi, akanisogeza kwenye himaya yake na ulinzi wake. La a'udu ila almaasiyati abadan, sitorudi katika kumuasi Allah hata siku moja. Na hii ndiyo maana ya kuambiwa ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mloamini, tubieni kwa Mola wenu tauba ya kweli. Tauba ya kweli ni toba ambayo la audata ila almaasi, hairudiwi tena kwenye maasi. Weka azma ya kutorudi kwenye maasi. Kuna watu wamevunja jungu kabla ya Ramadhani, kwamba ngoja tufanye maasi ya mwisho kwa sababu kesho tutafunga, leo tufanye maasi ya mwisho. Na bado wana nia hizo wakiwa ndani ya Ramadhani, kwamba baada ya kumalizika Ramadhani tutaendelea kuyafanya yale maasi tulokuwa tukiyafanya. Weka azma kuanzia hivi leo kwamba Allah amenisogeza kwenye nyumba yake, amenisogeza kwenye ibada ya swala, amenisogeza kwenye ibada ya funga. Kuanzia hivi leo naweka azma ya kutokuja kumwasi Allah tena baada ya kumalizika Ramadhani. Hayo ndiyo malengo ya Ramadhani, na ndo Allah akatuambia la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa maksud anakuweka wewe karibu na yeye na hifadhi yake. Safadati shayatin wa ughliqat abwabu niran wa futihat abwabu aljinan. Allah subhanahu wa ta'ala ile siku ya mwanzo ya Ramadhan amewafunga mashaitani wote, wamefungwa. La yushawishu bani adam, hawawezi wakawatia vishawishi wanadamu. Lakini sio tu kufungwa mashaitani, lakini wa ughliqat abwabu an-niran, milango ya moto wa jahannamu imefungwa. Wa futihat abwabu al-jinan, na milango ya pepo ikawa ni yenye kufunguliwa.
tukaambiwa ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir, ewe mwenye kufanya matendo ya kheri kimbilia kuyatenda yale ya kheri. Wa ya baghi sharri aqsir, ewe mwenye kufanya shari punguza kufanya hizo shari, hakika shari zina kikomo na kheri zina uendelevu. Ndugu zangu katika imani, kulingana na maneno hayo tutambue ya kwamba falam yubalu bi akhta'i albashar, wema walotangulia almutasami'una as'adu an-nasi quluban, wenye kusamehe ndio wale ambao wana nyoyo safi na wenzao. Liannahum arafu haqiqata ad-dunya, kwa sababu wao ndio wameutambua uhakika wa dunia na uhalisia wa dunia. Wazawaluha, na dunia ni yenye kuondoka. Falam yubalu bi akhta'i albashar watajawazu, hawakujali makosa ya watu waliokosewa, wakasamehe yale yote walokwisha kosewa. Kwa nini? Kwa sababu na wao wanataka msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yubalu akhta'u albashar, hawakujali makosa ya watu, wazallatihim, na kuteleza kwa watu juu yao. Hadha khuluqur rafi'un, hii ndio lugha ya tabia njema. Tunasema lughatun khuluqur rafi', hii ni lugha ya tabia njema ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, innama ana bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimechaguliwa na Allah kwa ajili ya kuja kutimiliza zile tabia zilizo njema. Wa izzan fi dunya wal akhirah, na nikupata ushindi hapa duniani na kesho akhira. Misdaqan liqawlihi ta'ala, hii ni kwa kusadiki kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yoyote atakayesamehe akatenda matendo mema, malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yake atayakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, wanasu yakhtalifuna fi shahri Ramadhan, watu wametofautiana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Faminhum almukthir walmukhlis, kuna wapo wenye kukithirisha kutenda matendo mazuri ndani ya Ramadhani, lakini wakatakasa nia fi taati, katika kutenda taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio baada ya kumalizika Ramadhani, satara dumu'ahum taqtur, utawaona watatokwa na machozi wakilia, wakimlilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunyang'anywa fadhila ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba Ramadhani kwao ilikuwa ni raha walaysat niqma, Ramadhani kwao ilikuwa ni raha wala haikuwa ni adhabu. Hawa walifurahia kuingia kwa Ramadhani na walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi 6 kabla ya Ramadhan, wakimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan, ewe Mola wetu tufikishe kwenye mwezi wa Ramadhan, ewe Mola wetu tufikishe kwenye mwezi wa Ramadhan. Wa baada intihai Ramadhan, baada ya kumalizika Ramadhan, wataendelea kumwambia Allah kwa miezi 6 ijayo, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, ewe Mola wetu tutakabalie matendo yetu, yakubali matendo yetu, wewe ni msikivu na wewe ni mjuzi. Wa minhum almuqil, na kuna wapo wenye kupunguza kutenda matendo fi ibadati llahi azza wa jalla, katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utawaona hawa watu baada ya kufuturu mubashara wanalala, wanaweza wakapitiwa hata na salatul isha, swala ya tarawih wanaweza wasiione kabisa, au wakati mwingine watafunga, wakati mwingine hawatafunga. Ndio utamuona mtu anakuambia leo sijafunga, nimechelewa kula daku. Yani mtu kachelewa kula daku, Ramadhani ikampita siku nzima hajafunga, eti amechelewa kula daku. Huyu ni muqillu fi taa, huyu ni mchache katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lau sumta lama mutta, laiti ungelifunga hata bila ya kula daku pia usingekufa. Mara ngapi watu wanashinda na njaa kuanzia asubuhi hadi jioni na hawafi na njaa, unasingizia kisingizio cha kutokula daku. Hiyo ni hoja ambayo ni dhaifu kwa Muislamu. Wa minan nasi man la yakhtalifu, na kuna watu ambaye hawana tofauti Ramadhanan indahum an ghairi Ramadhan, hakuna tofauti baina ya Ramadhani na kutokuwa katika Ramadhani. Wao wanajiona wako sawa. Hawa wamegawanyika katika ala tarafaini, katika hali mbili.
Kuna wapo watu wao katika toa kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hawana tofauti kuingia kwa Ramadhani na kutoingia kwa Ramadhani. Kama funga walikuwa wanafunga hata kabla ya Ramadhani. Walikuwa wanafunga siku nyeupe, walikuwa siku 13, 14, 15, walikuwa wakifunga siku ya Jumatatu na Alhamisi. Walikuwa wakifunga katika kila wiki, au walikuwa wakifunga saumu ya Nabiiullah Daud, kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Walifunga funga ya Nabii Daudi, alikuwa akifunga siku moja na akifungua siku moja. Kwa kuingia kwa Ramadhani ni muendelezo wa ibada walizokuwa wakizifanya. Swala ni hizo hizo, walikuwa na qiyamu layl, wataziendeleza qiyamu layl badala ya kwamba ni tahajjud imeingia kwenye tarawih. Wataendelea na toa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani haijawabadilisha zaidi tu ya kuwaongezea raghba ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni kundi la kwanza. Katika hawa ambaye ni watu ambaye tunawasema kwamba hakuna tofauti baina ya Ramadhani na baina ya kutokuwa kwenye Ramadhani. Kundi la pili ni wale ambao wako katika maasi. Ndani ya Ramadhani wanamuasi Allah, kama ni pombe wanakunywa kama walivyokuwa wakinywa kabla ya Ramadhani. Kama ni zina wanafanya kama walivyokuwa wakiifanya kabla ya Ramadhani. Kama ni wizi wanaiba kama walivyokuwa wakiiba kabla ya Ramadhani. Kama ni kula mchana wanakula kama walivyokuwa wakila kabla ya Ramadhani. Ramadhan lam tughayyiru alaihim shay'an. Ramadhani haijawabadilisha chochote. Matendo walokuwa wakiyatenda yaliyekuwa sayyi'a, yalokuwa ni mabaya kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani pia vile vile wakaendelea kuyatenda. Hawa pia vile vile wapo katika kundi hilo ambayo Ramadhani haijawabadilisha na chochote. Lakini kuna wengine lam yughayyirhum Ramadhan ala na'iyatin illa na'iyati at-ta'ami wash-sharab. Ramadhani haijawabadilisha isipokuwa kwenye chakula na kinywaji. Walichokuwa wanakula mchana wamekipeleka usiku, walichokuwa wanakunywa mchana wamekipeleka usiku, lakini matendo mabaya wanaendelea kuyafanya kama kawaida. Hakuna walichokiacha zaidi ya mabadiliko ya chakula, au hakuna walichokifanya zaidi ya kubadilisha ile futari, kwamba tunakunywa uji, kama tende ipo tutapata kidogo, futari inakuwa ni nzuri nzuri kidogo. Ni tofauti na siku zilizotangulia. Watajitahidi kutafuta mboga nzuri kwa ajili ya futari, watajitahidi kutafuta mboga nzuri kwa ajili ya daku, lakini matendo yao ni yale yale. Tofauti yao ni kwenye chakula peke yake. Laiti kama ni mwanaume akiambiwa na mwanamke vipi tufanye yale mambo yetu, ataivua kanzu na atafanya zina. Kama ni mwanamke akiambiwa vipi tufanye yale mambo yetu, atavua hijabu yake, atafanya zina. Hakuna kilichombadilisha kwenye Ramadhani zaidi ya vile vyakula tu ndio vimebadilika. Hawa pia vile vile ni sinful. Hawa pia ni kundi lam yubaddilu illa alwana at-ta'am. Hawajabadilisha isipokuwa aina za vyakula wa sharabu na vinywaji. Fannasu masakinu alladhina yanshagiluna anil hasanati. Hawa watu wanahesabika ni maskini ambao wanajishughulisha wakaacha kutenda mema, wal barakati wal khairat, na yenye baraka na yenye kheri, wakatenda yale ambayo annazilatum minas samai fi hadha shahr, wakaacha kutenda yenye kheri na baraka yanayoteremka kutoka juu mbinguni ndani ya mwezi huu, wakatenda yale ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yughayyiru illa ta'aman wa sharab. Hawajabadilisha isipokuwa chakula na vinywaji. Ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tunataraji malipo, lakini tuombe hidayah na taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa kafa. Thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Uswikum ayuha al-muslimun. Thumma uswi nafsi marratan thaniya bitaqwa Allah subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Nikuhusieni ndugu zangu Waislamu, kisha nihusie nafsi yangu kwa mara ya pili juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qad amarana Allahu azza wa jalla an nusalli ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi
وثلث بالمؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ndugu zangu katika imani, Ramadhan ni mwezi wa kusoma Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhan, asema inna anzalnahu fi lailatul qadr, tumeteremsha Qur'ani katika usiku wa lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf shahr, usiku wa lailatul qadr, usiku wa makadirio ni bora kushinda miezi 1000 ambaye sawa na miaka 83 na miezi kadhaa. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka, nayo ni usiku wa mwezi wa Ramadhani. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambayo imeteremshwa ndani yake Qur'an. Hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan, ni muongozo kwa watu na ni ubainifu kushinda miongozo mingine na upambanuzi. Tukirejea katika vitabu vya tawarikh, tunakuta hata Taurat, hata Injili, hata Zaburi, vyote vimeteremka ndani ya Ramadhani. Vimetofautiana tu kwenye tarehe. Hii ni kuonyesha fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi wa kusoma Qur'an. Hakikisha unaipitia Qur'an, kama si mara moja, mara 2, mara 3, mpaka mara 5, mpaka mara 10, kadiri uwezavyo. Angalau baada ya siku 3 maliza Qur'an. Ndugu zangu katika imani, kufanya hivyo ni kujitafutia fadhila, kwa sababu herufi moja unalipwa mara 10 mfano wake, mpaka mara 700 na kuendelea. Je, ukiupitia msahafu mzima ambaye aya 6666 fanya mara 700, ni fadhila gani unazozipata, au ni thawabu nyingi kiasi gani unazozipata ndani ya kuisoma hiyo Qur'an, hasatan ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha, mwezi wa Ramadhan watu wanaandaa musalsalat wal aflam, watu wanaandaa movie nzuri nzuri, picha nzuri nzuri za kutizama ndani ya mwezi wa Ramadhani. Watu wanaandaa picha za ajabu, zingine pia ni za matusi na za uchi, kwa ajili ya kutizama ndani ya mwezi wa Ramadhani. Watu wanaandaa makombe ya kushindaniwa ya mpira, ndio kilabu zinaanza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa kusoma Qur'ani, mwezi wa kisimamo cha usiku, mwezi wa kufanya ibada, wa kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa kutaka rahma, mwezi wa kutaka thubutu katika ibada. Ndio utakuta watu muda wote amekaa kwenye TV anaangalia mambo ya ajabu. Haya ni makosa yaliyo makubwa, tena ni makosa ya kupitiliza ambayo hayatakiwi watu kuyafanya hivyo. Lakini ndugu zangu katika imani, nimalizie kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Bwana Mtume alikuwa ni katika waja wa kujitahidi, lakini alikuwa akijitahidi zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika kila aina ya khairat, fastabiqul khairat aina ma takunu yati bikumullahu jamia. Shindaneni kwenye mambo ya kheri, mahala popote muwapo Allah atakulipeni nyote, na hasa ibada ya kuwafuturisha watu. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma alikuwa kila siku anafuturisha zaidi ya watu 100 nyumbani kwake, na mpaka nyumbani kwake wakimwambia leo hakuna futari ya kufuturisha watu, anawaambia na mimi leo sitofuturu. Hicho kilichopo tunafuturu na watu, tunafuturu na Waislamu. Hata kama kiwe ni chakula duni unachokiona wewe, changia na wenzako wafuturishe wenzako. Kithirisha kutenda kheri, futurisha watu. Na kufanya hivyo ni sababu ya kujitafutia fadhila nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usijifungie ndani ukala peke yako. Kuna wapo masakini wal muhtajin, kuna wapo maskini, kuna wapo wanahitajia. Jitahidi kufuturu na baadhi ya wenzako. Hizi ni miongoni mwa neema za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wafiqna ila alhaq wa ila tariqi mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل جميع أعمالنا. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.